ya kuwa mbele zako Bwana, mahali palipowekwa jina lako, na ikiwa ni siku mpya Baba wa rehema, tarehe 23 Baba, tarehe 23 natukuza jina lako, maana hata mimi Baba nilizaliwa tarehe 23 kuelekea tarehe 24 miaka Baba 49 Baba iliyopita. Mungu mweza wa yote, nimesimama Baba wa rehema siku ambayo miaka mingi iliyopita nilipata kuzaliwa. Ninalitukuza jina lako Bwana, mapenzi yako yazidi kutukuzwa sana, nikizidi kusimama kwa ajili ya kusudi lako, sio kwa ajili ya Baba ndoto zangu, maana kusudi lako imebeba ndoto zangu zaidi ya mara mingi. Kusudi lako Bwana nisimame hata jioni ya leo, nisimamapo Baba nikikumbuka Baba ulichokifanya miaka 49 iliyopita, lakini Baba wiki hii tukikumbuka Baba wa rehema kikubwa ulichokifanya, kuvaa mwili na kuja katikati yetu, kuleta Mwokozi wetu katika ulimwengu wa udhihirisho, katika mwili wa kinyama. Na Baba tukiwa Baba katika mwendelezo wa kujifunza, Roho Mtakatifu tufundishe mengi yanayohusu Christmas, na utuondolee mabaya yote, wale wanayetupinga na kutucrush. Baba, iko kila sababu ya sisi kusherekea Baba siku ya kuzaliwa wa Mwokozi wetu, kama Farao alisherekea siku yake ya kuzaliwa na akapata kumnyonga yule mwokaji, na yule mnyweshaji akapata kumrejesha kazini, kama Herode Baba wa rehema Antipas alipata kusherekea siku yake ya kuzaliwa na akapata kumkata kichwa Yohana Mbatizaji. Baba, Roho Mtakatifu amethibitishia kwa kuna watu waliosherekea siku ya kuzaliwa kwenye Biblia. Biblia ndio kipimo chetu, na ikiandikwa zaidi ya mara moja, sisi Baba tunakuwa na uhakika. Bwana, iko sababu ya kusherekea kuzaliwa kwa mwanao wa pekee Yesu Kristo, na siku hiyo ya tarehe 25 ikiwa imebaki siku mbili, ili Baba wa rehema, siku moja ili tupate Baba wa rehema kusherekea. Neema yako iwe pamoja nasi katika wiki hii na kipindi hichi Baba. Ajali za barabarani tunazifunga kwa jina la Yesu. Habari ya ajali za majumbani nafunga kwa jina la Yesu. Baba, neema yako itamie watakatifu wako wakiwa wamebakisha siku chache ili wapate kuvuka na kwenda mwaka mpya. Baba, azaliwe katika mioyo yetu, azaliwe katika hatua na vibali vyetu, azaliwe katika afya zetu, azaliwe Baba katika familia zetu, azaliwe katika maisha ya rais wetu, azaliwe katika Baba wa rehema taifa letu, azaliwe Baba katika viongozi wote, azaliwe Baba kwa afya zao na uchumi wetu. Na Baba, mwanzo mpya pate kuanza kama ilipopata kuanza Baba kipindi kile ambapo Baba huyu mfalme wa Wayahudi alipozaliwa Baba katika mji wa Daudi. Baba, eneo hili iwe ni mji wa Daudi, na zile chereko ianzie kwenye ibada ya jioni Baba, kwenye afya zetu Baba, majumbani kwetu Baba, taifa letu, bara letu, na hatimaye duniani kote, na katika jina la mtoto tunasherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, na mtu mmoja aseme amen. Watu wa Mungu, hata maombi bila shaka inashuka, hata maombi Roho Mtakatifu anaishusha vizuri. Inakaa kwenye geji, haikai kwenye geji. Inakaa vizuri, haijakaa vizuri. Inakaa vizuri kwa sababu imepata kibali kutoka mbinguni. Sasa Christmas, iko utata mkubwa sana juu ya Christmas. Ndio maana Roho Mtakatifu ameamua aanze kutufundisha jambo hilo mapema. Christmas, bila shaka watakatifu wa Bwana, maneno mawili ambayo yamekuwa yakiwapa watu shida. Christmas inatoka kwenye maneno mawili, Christ and Mass, maana yake Kristo na kusanyiko la Kristo, kusanyiko ya Kristo, Christ Mass. Umeona? Sasa watu wengi wanapenyeza mafundisho potofu kwenye habari ya Christmas. Nisikilize, kuna mambo mengine yamesitirika ambayo hayako ndani, haijaandikwa kwenye Biblia, lakini yapo mengi ambayo yanatumika, lakini ukifuatilia kwenye Biblia wala hayapo. Ukienda kwenye asili ya lugha iliyoandikwa Agano la Kale na Agano la Jipya,
unayakosa maneno haya. Umeona watakatifu wa Bwana? Lakini sasa Christmas kwa wepesi ni kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa Yesu Kristo. Watakatifu wa Bwana, kumbukumbu ya siku aliyezaliwa mtu, the birthday, ni muhimu kwa sababu unapokumbuka siku uliyezaliwa, bila shaka unakumbuka ya kuwa unapoelekea inawezekana sio mbali na ulikotoka ikawa ni mbali sana. Umeona? Maana yake kama una miaka 60, maana yake ulikotoka umetoka miaka 60. Ukijumlisha miaka 60 ijayo, inawezekana uweze kufikisha miaka 60 ijayo mbele kule. Inawezekana kunayo miaka 50. Lakini ukiongeza miaka 50 mbele ukakuta miaka 100, utaweza kufika huko saa nyingine. Lakini inawezekana pia ukafika, lakini sio kwa wote. Lakini sasa watu wa Mungu, Biblia ndiyo kipimo chetu sisi wana wa Injili ama wana wa agizo kuu. Na ndio maana mimi kitu kikiwa kwenye Biblia zaidi ya mara moja, mimi kama mwanafunzi wa Biblia, yani kanuni ya mimi kutumia neno ni neno lisiandikwe mara moja kwenye Biblia. Neno liandikwe zaidi ya mara moja. Ikiandikwa zaidi ya mara moja kwenye Biblia, na sana sana ikiwa kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Hata kama kwenye Agano la Kale inatumika neno tofauti na Agano Jipya, maana Biblia Agano la Kale na Agano Jipya ziliandikwa kwenye lugha tofauti. Agano la Kale mara ya kwanza iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania, na Agano Jipya mara ya kwanza ikiandikwa kwenye lugha ya Kiunani. Sasa watakatifu wa Bwana, kuna nini kwenye habari ya kuzaliwa? Habari ya kuzaliwa, watu wa Mungu, mara nyingi sana watu hawafanyi nini? Hawachukulii kwa umuhimu sana siku ya kuzaliwa. Na ndio maana mhubiri akasemaje? Akasema kuwa jina njema ni bora kuliko hata marhamu ama manukato mazuri, na siku ya kufa ikiwa bora kuliko siku ya kuzaliwa. Maana ukilinganisha siku ya kufa kwa mtu na siku ya kuzaliwa kwa mtu, watu wanakusanyika wengi sana kwenye siku ya kufa kwa mtu kuliko siku ya kuzaliwa kwa mtu. Hebu soma kwenye Mhubiri, the preacher, Mhubiri sura ya 7, soma mstari wa kwanza mpaka wa pili. Naomba tutulie ili tuchambue Biblia, tuingie ndani ya Biblia. Sisi letu neno, haleluya, sema la kwangu ni neno, maana neno ni Mungu na Mungu ni neno, na hapo mwanzo alikuwepo neno, neno akiwepo kwa Mungu, neno akifanya vyote. Mimi ni matokeo ya neno, katika neno nifanyike tena upya jioni ya leo, katika jina la neno. Mtu mmoja aseme amen. Watakatifu wa Bwana, kama neno limedhibitika, Roho Mtakatifu anaiweka vizuri kwenye maombi. Hebu soma kwenye The Preacher chapter 7 verse 1 and 2. Mhubiri. Of course kitabu hicho kwenye Kiingereza inaitwa Ecclesiastes. Yes, soma kwa jina la neno. Mstari wa kwanza mpaka wa pili. Bila shaka. Heri sifa njema kuliko marhamu nzuri. Sifa njema kuliko marhamu. Biblia ya Kiingereza inasema ni heri jina njema kuliko marhamu nzuri. Jina, umeona hapo umesema sifa, lakini ni heri jina njema kuliko marhamu ama manukato mazuri. Kamilisha. Na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Eti huyu mhubiri aliwaza nini? Huyu mtoto wa Daudi, mfalme Solomoni, aliwaza nini mpaka huyu mtu wa hekima kuliko wote? Amesema inawezekana ukapulizia perfume, lakini umejipulizia perfume, lakini jina lako likawa linanuka. Ukipita mahali wa kila mtu anakuwa macho, sema bwana tukae macho, ameshafika sija kaondoka na kitu chako. Nini? Jina lako. Ni heri jina lako liwe na manukato kuliko
manukato, marham, kuliko perfume unayepuliza, kuliko harufu inayotokea. Jina lako likiwa jema, sifa yako ikiwa njema, ni zaidi ya harufu ya manukato. Lakini ni heri kufa, maana yake hasa heri kifo. Hawezi kuwa heri kwako kama unatenda mabaya. Kama unajua kabisa unakwenda kwa ibilisi, je, kuna heri hapo? Hapana. Ni heri siku ya kuzaliwa kama unamaliza vibaya. Ni bora siku uliyezaliwa mara 100 kuliko si kifo. Lakini kifo cha watakatifu wa Bwana, ambaye mtunga Zaburi anasema hivi, mauti ya mwenye haki ni ya thamani machoni pa nani? Pa Bwana. Inakuwa ya thamani pale unapo msaidizi anapokaa ndani yako na anakufanya unaishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu, na unamalizia safari yako vizuri. Bila shaka hapo nini? Watakatifu wa Bwana ni heri mauti kuliko kuzaliwa. Lakini kwa watu wengine, ndio maana wanakuambia, mimi tatizo ni nini? Katika kuzika kwangu mimi huwa ninyosha. Kama mtu alikuwa ni mlevi, nasema kabisa ya kuwa ni heri kuzaliwa kwa mlevi tunayemzika kuliko nini? Kuliko kifo chake, maana angeongezewa siku ili afanye nini? Atengeneze. Maana yake, watu wa Mungu, acha nikwambie, kwenye mauti huwa kuna pamejawa na nini? Na sifa za kijinga. Unakuta mtu alitenda mabaya katika enzi za uhai wake, lakini anapokufa watu, kila mtu anamsifia. Kila mtu anamsifia, lakini huwezi kukuta mtu anaongea mabaya yake. Lakini mimi nilishatangazia wana wa agizo kuu ya kuwa imetokea nazika, labda kama sijui sifa za aliyekufa, lakini nikijua sifa ya marehemu nitazimimina jinsi zilivyo. Kama ilikuwa ni kahaba, nasema ni heri kuzaliwa kwa kahaba kuliko kifo cha nini? Cha kahaba. Maana sasa baada ya kufumba macho, hukumu imefanya nini? Yaani kilichompata ni hukumu. Sasa nini? Ukweli utaweka watu huru. Lakini watakatifu wa Bwana, kuzaliwa kwa Kristo ilikuwa na faida kubwa sana. Maana dunia ilikuwa katika sintofahamu. Dunia ilikuwa inamsubiria mkombozi. Dunia ilikuwa inasubiria mwokozi. Dunia ilikuwa inasubiria yeye ambayo angefanyika kuwa fidia katika dhambi zilizokuwa zinafanya nini? Zinawakabili wanadamu wote. Ndio maana kuzaliwa kwa Kristo, hatuwezi kusema ya kuwa kifo kilikuwa bora kuliko kuzaliwa. Kumbuka, aliyezaliwa alikuwa ni mkombozi. Aliyezaliwa alikuwa ni Mungu pamoja na nani? Pamoja na watu wake. Hebu tusome kwenye Isaya anavyotabiri kuzaliwa kwa Kristo. Isaya alitabiri kuzaliwa kwa Kristo, na ndiyo maana uone ya kuwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo haikuwa kwa bahati mbaya, haikuwa jambo ambayo iliwastukiza watu. Wayahudi walijua. Ndio maana wale mamajusi walipofika wakasema hivi, wakatembea wakiongozwa na nini? Wakiongozwa kama unavyoona hapa, imewekwa nini? Imewekwa nyota. Umeona, wakiongozwa na nini? Na nyota. Nyota ikawaongoza. Ndio maana kwenye mti wa Krismasi nyota inayo sababu. Nyota inawakilisha ile nyota iliyoongoza wale mamajusi kutoka mashariki ya mbali, ikiwaleta mpaka kuwafikisha Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu, mji mkuu, basi nyota ikapotea. Nyota ilipopotea, wakashindwa kufanya safari zao kwenda kwenye mji mdogo wa Daudi. Wakauliza pale, wapi alipozaliwa mfalme wa Wayahudi? Mji wote ukataharuki. Maana walitaharuki kwa sababu gani? Taarifa hizo zilikuwa za kwao, lakini wakastuzwa kwa sababu hawakutambua kama mfalme wao amezaliwa. Lakini katika vitabu waliandikiwa. Inawezekana tumeandikiwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini sisi wa Kristo tusijue umuhimu wa kuzaliwa kwa Yesu, tusijue umuhimu wa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu, tukaishia kuachia
wale ambao wanatenda mabaya. Umeona, Christmas nitakwambia mambo yasiyostahili kama ulevi, ulafi, matendo mabaya na dhambi hayastahili kwenye Christmas. Umeona, kuna watu wengi ambao sasa hivi wanataka kwenda kufanya dhambi katika ngazi ya juu kupitiliza katika kipindi hicho. Maana yake wameteka sherehe yetu ambayo inatakiwa tuyatende mema, tuyaendeleze mema ambayo aliyezaliwa siku tarehe 25 Desemba bila shaka alivyoishi pasipo kutenda dhambi. Aliishi na akamaliza pasipo kutenda dhambi, na akachukua nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka aliyekosa kuwa na hila. Umeona nini? Tunahitaji kuishi maisha matakatifu. Lakini Wayahudi wanakuja kuulizwa kama Wakristo wanavyokumbushwa ya kuwa ni Christmas. Wacha nikwambie tena, Wakristo sio wasafiri. Angalia watu wa mataifa wanavyosafiri. Mji umeshabaki wazi, watu wamesharudi vijijini, na ukienda unakuta kweli kuna sherehe kule vijijini. Sherehe inakuwepo vijijini sana kuhusu kuzaliwa kwa Kristo. Inakuwepo namna gani? Watu wanachinja, watu wanakunya na mipombe na kutenda mabaya, kwenda kwenye matapiko, kwenda kwenye kuhesabiwa na mambo mengi. Lakini wao wameiteka sherehe ambayo sio ya kwao. Wanatakiwa wawe na sherehe yao ya pombe na sherehe yao ya mizimu. Si kama unanielewa? Watakuwa na sherehe yao ya hayo mambo wanayokwenda kuyatenda kule. Lakini sherehe ya Christmas tunahitaji kusimama kidete ili tupate kuhubiri amani, kuhubiri upendo, matendo mema. Lakini Wayahudi anazaliwa mfalme kati yao, lakini waliandikiwa kwenye vitabu, lakini hawakujua. Muulize mwenzako, je, yale yaliyoandikwa kwa ajili yako kwenye kitabu unayajua? Muulize, unasoma? Je, unayashika? Ama wewe ni kama Wayahudi waliyesahau kama ilitabiriwa katika mji wa Daudi kuzaliwa mwokozi wao? Umeona sasa? Ndio maana wacha nikwambie, kuna watu wengine shetani na wakala wake wanakukumbusha mambo unayetakiwa kujua mapema. Watu wengi hawajui. Ndio maana nakwambia hivi, watu wanatembea na Biblia lakini hawajui. Hebu pata picha. Mimi naamini kabisa kuwa siku ya kuzaliwa kwangu inaweza ikawa muhimu sana kuliko siku ya kifo changu, kama mambo ninayotenda ni mema yatakaye tukuza kusudi la Bwana, itakaye simamisha kusudi la Bwana, bila shaka na wengi wakapata kuletwa kwenye kusudi la Mungu. Nadhani kuzaliwa kwangu inabakia kuwa ni siku muhimu sana. Lakini nikiishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, sasa kinachofanyika ni kifo changu inakuwa tu chema kwangu mimi ambao nimekufa, lakini kuzaliwa kwangu inakuwa faida kwa wote kama nitaleta mabadiliko kwenye maisha ya watu. Lakini mhubiri anasema ni heri. Mhubiri anasema hivyo kwa sababu gani? Mhubiri, kama unavyojua, kuzaliwa kwake mhubiri alizaliwa namna gani? Sidhani kama mhubiri walikuwa na furaha, kwa sababu kwanza mama yake mhubiri alikuwa ni mke wa mtu aliyefanya nini? Aliyekuwa hijacked. Mtu yani mama yake alinyang'anywa baba yake, alafu kaoa baba yake, alafu kanyang'anywa baba yake. Sasa hebu nikuulize, pangekuwa na furaha gani? Maneno na sehemu kuna wanamama wengi, maneno najua yalikuwa mengi sana yaliyowajaza wakina mhubiri. Lakini mhubiri akaja, ndio akachaguliwa, ndio akawa mfalme. Akaja akamwacha Mungu kwa sababu ya kuoa wake wengi na kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini mhubiri alivyotaka kufa, hatimaye akamrudia Mungu, na toba yake ni kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri Suleimani ameandika wakati wa karibu kifo chake. Ndio maana sasa anasema ni heri nini? Ni heri kifo kuliko kuzaliwa. Maana ilikuwa ni anaandika kuhusu yeye, lakini mimi nasema ni heri kuzaliwa, lakini pia ni heri kifo, ikitegemeana na hapa katikati umesimamishaje kusudi la Mungu. Watu wa Mungu nisikilize, tupo kwa ajili ya kusudi la Mungu.
lakini watu wengi sana wamemezwa na ndoto zao. Ndoto zako zisikumeze mpaka ukashindwa kusimamia kusudi la Mungu. Watu wa Mungu, mimi nimekuwa nikisimamia kusudi la Mungu sana, na hili unaweza hata wewe ukasema, kweli mchungaji, kusudi la Mungu unainua juu sana, lakini kusudi la Mungu limebeba ndoto zako zaidi ya mara 100, sio mara moja ama mara 2. Kusudi la Mungu limebeba ndoto zako. Ndio maana tusahau ndoto zetu, lakini tuzame kwenye kuinua kusudi la Mungu, kwa kufanya watu wajue ya kuwa Christmas ni haki ya Wakristo na watu wote duniani kote kusherekea Christmas, maana Kristo aliangikwa juu ya mti na kutoa uhai wake kuwa fidia ya dunia yote, sio kwa Wayahudi, sio kwa watu wachache, bali fidia kwa wote. Ndio maana ukisoma kwenye Yohana sura ya 3:16 kuwa jinsi gani Mungu alipenda ulimwengu hata akautoa mwanae wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya kweli. Sasa hebu tusome kwenye Isaya 7:14 tupate kuona habari ya nabii mkuu wa kwanza katika taifa la Israeli, ambao nabii mkuu wa kwanza katika Israeli, nabii mkuu katika Israeli, nabii mkuu. Umeona, please, kuna vitabu vingapi? Kuna vitabu 17 ya manabii wakuu na manabii wadogo. Manabii wakubwa vitabu vyao ni vitabu 5, lakini manabii wakubwa ni manabii 4. Manabii wakubwa ni 4. Usikosee useme manabii wakubwa ni 5. Ni vitabu vyao ni 5. Maana yake nabii Yeremia ameandika vitabu 2, nabii Ezekieli kaandika kitabu kimoja, nabii Danieli kaandika kitabu kimoja, na nabii Isaya kaandika kitabu kimoja. Sasa manabii wakuu 4 waliandika vitabu 5, na manabii wadogo 12 wakaandika vitabu 12 vya manabii wadogo. Sasa watakatifu wa Bwana, hivi ndivyo vinavyotakiwa vikae kwetu, na tujue kabisa kuwa nabii mkuu katika Israeli aliyeandikwa kitabu chake wa kwanza katika vitabu vya manabii wakuu, nabii Isaya. Sasa Isaya kitabu chake kilijulikana kama Injili ya Agano la Kale. Injili ya Agano la Kale. Injili inahusu maisha ya Yesu Kristo. Ndio maana kitabu ambacho imetabiriwa mara nyingi sana habari ya kuzaliwa kwa Yesu na ukombozi na wokovu ni kitabu cha Isaya. Kama tuko pamoja, punga na kusema haleluya. Sema tena haleluya. Hebu soma kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emanueli. Bila shaka umeona. Napenda sana kufundisha kwa mifano. Biblia imeandikwa kwa mifano. The Bible is written in a symbolic language. When you don't understand the symbolic language, you cannot understand the Bible. You see, that is why many people are discrediting the Bible. But let me tell you one thing. The Bible is one of the oldest books, but it is up to date. Biblia ni kitabu cha zamani kuliko vitabu vyote, lakini inaendana na wakati, kwa sababu umeona habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Isaya aliishi katika kipindi cha karne ya 7 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Karne ya 7 kabla ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Sasa watakatifu wa Bwana, Isaya alitoa unabii namna gani ya kuwa kuzaliwa kwa Yesu? Kwa kipindi hicho alikuwepo mfalme Ahazi. Mfalme Ahazi alikuwa ni moja kati ya wafalme aliyetawala taifa la Yuda. Kwanza hebu nikamate watu hapa. Hivi wana tunakumbukaga wale wafalme wa Yuda? Wafalme wa Yuda, nataka wafalme wa Yuda. Maana niwezi kusema habari ya mfalme Ahazi pasipo wewe kunitajia wafalme 20. Hii ndiyo kujua Biblia ambayo wanagizo kuu
unahitaji kukazana ili upate kujua Biblia na kufanya wengine wajue Biblia. Wafalme wa Yuda. Yoashi, Amazia, Uzia, Yotham, Ahazi, Hezekia, Manase, Amoni, Yosia, Yehoyakim, Yehoahazia, Yekonia. Wafalme 20. Jina la Sedekia ingine lilijulikanaje? Matani. Vizuri. Watakatifu wa Bwana, unahitaji kujua hao wafalme 20 waliotawala taifa la Yuda na wafalme 19 waliotawala taifa la Israeli ama taifa la kaskazini. Watakatifu wa Bwana, kipindi cha mfalme Ahazi, taifa la Yuda ilimwacha Mungu. Ilipomwacha Mungu, kipindi hicho Mungu alikuwa anatumia taifa la Ashuru kama fimbo mkononi mwake kupata kupitisha hukumu juu ya taifa la Yuda na mataifa yote. Umeona, ukisoma kwenye Isaya sura ya 9 utaona jinsi, na sura ya 10 Mungu anavyosema habari ya amemtumia Ashuru kama fimbo mkononi mwake. Lakini kipindi hicho kumbuka ya kwa mfalme Ahazi akaungana na Senakeribu mfalme wa Ashuru na kutoa hazina ya Mungu na mali zote kupeleka kule, ili sasa yeye na taifa lake wawasamewe na wawe chini ya utawala wa Ashuru. Lakini wakati huo manabii kama Isaya wapo. Isaya anamwendea mfalme Ahazi asubuhi. Mfalme Ahazi akiwa ameenda kuangalia mfumo wa maji ambayo uliingia katika Yerusalemu, naye anamwambia ya kuwa mfalme, Mungu anasema ya kuwa usiwanyenyekee wa Ashuru, bali Bwana atakuokoa na mkono hodari wa Senakeribu, bali jitafutie ishara kwa Mungu ili ujue ya kuwa Mungu atakuokoa. Ahazi akasema, hapana, sitaki kumdanganya Mungu, mimi sitatafutia ishara. Ndipo sasa Isaya anakasirika, anasema, mnadhani ya kuwa mnavyonichosha na Mungu wangu mtafanya nini? Mtamchosha. Akasema, ninakupa ishara. Akatoa ishara ambayo ni unabii sasa kwa mfalme Ahazi na taifa la Yuda yote. Akasema ishara ndiyo hii: mtakwenda utumwani, na mtakapokwenda utumwani, bila shaka kuanzia hapo hamtakuwa na mfalme tena. Mpaka mtakaporudi hamtakuwa na mfalme tena, mtakuwa chini ya kutawaliwa mpaka bikira atakapofanya nini? Atakapopata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana na jina lake litaitwa Emanueli. Maana yake Mungu atakuja pamoja kukaa na watu wake. Umeona ya kuwa hitimisho ya unabii wa Isaya ya bikira kupata ujauzito na kuzaliwa mfalme baada ya ufalme kuondoka kwa wana wa Yuda, bila shaka ilitimia katika wiki kama hii tulio nayo sasa hivi, karne 21 iliyopita, Yesu Kristo alivyozaliwa katika mji wa Daudi. Umeona, mtu mwingine ajui kabisa kwa nini Bethlehem ilijulikana kama mji wa Yahudi, lakini tukisoma Biblia mstari mmoja tukashindwa kuingia katika undani ya kujua Biblia, neno la Mungu aliwezi kuwa na tija kwetu. Umeona, tunaanza kuona umuhimu wa Yesu Kristo, manake sio tu wa Agano Jipya. Kumbe habari ya Yesu Kristo kuzaliwa ilikuwepo katika Agano la Kale na ikafanya nini? Ikatimia. Hebu soma katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 20 usome mpaka mstari wa 23 ili uone kabisa maneno hayo yakipata kutimia. Nataka nikupeleke taratibu, lakini lengo langu ni kusudi la Mungu lisimame kwa wewe kujua habari ya Christmas na umuhimu wake. Ukijua umuhimu wa Christmas, hata kupona unapona. Ukijua umuhimu wa Christmas, afya yako inazaliwa upya, hatua zako zinazaliwa upya, hatima yako inazaliwa upya, mwanzo mpya unaanza kwako.
Maana watu wengi wanadania kifo cha Yesu na kazi ya ukombozi, lakini asili ya Yesu hawaijui. Ni vizuri kuanzia mwanzo, ndipo sasa utapata kuendelea na mbele. Hebu soma kwa jina la Yesu. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alitokea katika ndoto akisema. Alikuwa anafikiria nini? Hebu anzia juu uone. Napenda sana ujue alikuwa anafikiria nini. Kuna kitu alichokuwa anafikiria Yusufu mwana wa Daudi. Yusufu mwana wa Daudi alikuwa anafikiria nini? Alikuwa anafikiria kumwacha mchumba wake. Maana mchumba wake walikuwa hawajakutana kimwili, lakini cha ajabu akaona mchumba wake ni mjamzito. Sasa alipoona mchumba wake ni mjamzito, Yusufu alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu, akaamua kutofanya Mariamu auawe. Maana kama mtu aligundulika kuwa sio mwaminifu, kwa kipindi hicho alitakiwa kutolewa nje ya marago na kupigwa kwa mawe mpaka kufa. Sasa Yusufu hakutaka Mariamu adhalilishwe ama auawe, ndio maana akaamua amwache kimya kimya. Haleluya! Habari ya kuachwa kimya kimya wala hajaanzia sasa hivi. Hizi zilikuwepo hata enzi hizo. Amina. Inawezekana uliachwa kimya kimya mahali ukataka kufa, lakini usife. Mariamu kidogo aponee chupu, alitaka kuachwa kimya kimya. Umeona? Lakini sasa hapo ndipo malaika anamwendea kwenye ndoto. Soma kwa jina la Yesu. Kuzaliwa kwake, mstari wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Ndio. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alikuwa na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kila kitu kwenye maisha ya Yesu ilikuwa na maana kubwa kwetu. Mungu aliona ya kuwa ujauzito zilizotungwa kwa muunganiko wa baba na mama ilileta urithi wa dhambi ya asili. Sasa Mungu akaamua iwepo ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana sisi tunazaliwa mara ya pili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili tusiwe na urithi wa dhambi. Ndio maana tuliyempokea Kristo na kumfanya kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumepigwa na chapa ya wokovu wetu ambao ni Roho Mtakatifu, lakini tukikwepa dhambi ya asili. Nini? Pakawa na utungaji wa ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana kinachozaliwa kiroho ni roho na ushinda ulimwengu. Pokea kuzaliwa kiroho kwa jina la Yesu. Pokea kuzaliwa kwa roho kwa jina la Yesu. Na unapozaliwa kwa roho uwe na uwezo wa kushinda dhambi kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu nisikilize. Mungu alileta kuzaliwa mara ya pili. Hebu nikuulize, Yesu anazaliwaje wakati alikuwepo katika kiti cha enzi? Si mtu mzima bwana, si Mungu kabisa. Akabidi alete kuzaliwa katika uzima ambao ni kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Ndio maana Kristo ndio wa kwanza kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa utungaji wa mimba wa Roho Mtakatifu. Mimba yako ya kiroho itungwe na uwezo wa Roho Mtakatifu na uzaliwe mara ya pili kwa jina la Yesu. Kuna wengine ambao tutaji kucancel kuzaliwa mara ya pili. Inawezekana kuzaliwa ujauzito kutungwa vizuri kiroho. Itungwe ujauzito wako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na uzaliwe mara ya pili kiroho, ili sasa maagano ya kurithi mabaya, maagano ya uonevu, maagano ya balaa na nuksi yapate kuondoka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nisikilize, haya uwezi ukayapata tunapojifunza katikati ya mwaka, kwa sababu si wakati wake, lakini huu ndio wakati wake. Ndio maana hayo unayopata yamebeba uponyaji wa moja kwa moja, yamebeba mwanzo mpya kwenye maisha yako moja kwa moja. Ndio maana nasema katika kipindi cha kujifunza habari ya Christmas, wengi wanakwenda kuvuka, wengi wanakwenda kwenye hatua zao. Maana ulihitaji uzaliwe afya yako upya, ulihitaji uzaliwe mifumo ya mwili wako upya, ulihitaji hatua zako zizaliwe upya, ulihitaji mikono yako izaliwe upya, ulihitaji maisha yako kuzaliwa upya. Pokea kuzaliwa upya kwa jina la Yesu. Pokea kuzaliwa upya kwa damu ya Yesu.
Pokea kuzaliwa upya kwa jina la Yesu. Uzaliwe kiroho kwa damu ya Yesu. Kinachozaliwa kiroho ushinda ulimwengu. Pokea nguvu ya kushinda ulimwengu kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, usipokuwezeshwa uweze kushinda. You don't have the power to defeat the devil if you are not being enabled. There is a force that must enable you to defeat the devil. Mimi nakwambia kabisa, watu wengi sana wamekwenda kwa nguvu zao, wamekula mieleka. Ndio maana nakwambia habari ya kiroho imepiga watu wengi sana chenga. Watu wengi hawamjui Yesu. Ndio maana mpaka leo hii mtu mwingine bado anang'ang'ana Yesu anakaa ndani yake. Na unaposema Yesu anakaa ndani yake, amtambui Roho Mtakatifu anayetoka kukaa ndani yake. Yesu mwenyewe anasema Roho Mtakatifu akae ndani yako milele. Lakini Yesu anakaa ndani yangu, Yesu anakaa ndani yangu. Yesu anakuambia mimi sikai ndani yako, mimi nakaa mbinguni. Mimi nakuombea mbinguni, kuna msaidizi mwingine niliyemsi Baba akamleta kwako, anatakiwa kae ndani yako. Ukimtambua Roho Mtakatifu, watakatifu wa Bwana, ukamdhihirisha maajabu. Yesu mwenyewe anasema kwa kidole cha Roho wa Bwana natoa mapepo. Anasema kufundisha kwake habari njema ufalme wa Mungu ni Roho ya Bwana yu juu yake. Nasema hivi, wewe unataka kuhubiria injili pasipo kumtambua Roho Mtakatifu? Hebu twende. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, hataki kumwaibisha. Alikuwa mtu wa haki. Nisikilize, tusiwaibishe watu. Don't ashame people. You see, when you ashame somebody, this is not right. Ukimwaibisha mtu sio sahihi. Yusufu mwenye haki hawezi kumwaibisha mtu. Tuweze kuwavumilia watu, tuweze kuwafunika watu, tusiwavue watu uchi, tusiwavue watu mavazi. Umeona, Yusufu alikuwa ni mwenye haki. Lakini wewe mwenye haki, kwa nini unaibisha watu? Hebu mtunzie mtu utu wake. Ni kweli amekutendea mabaya, lakini usimvue nguo mbele ya watu, usimtukane mbele ya watu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, umeona, ndio mwenye haki ana behave kama mwenye haki Yesu Kristo. Yusufu kwa sababu alikuwa mwenye haki, hakutaka kumwaibisha Maria. Lakini hili linawakilisha nini? Yusufu alikuwa ni mwenye haki kweli kweli. Umeona, Biblia Agano la Kale nasema hivi, hasira yako na iwe na nini? Na huruma. Epata picha ni jinsi gani Yusufu aliwaza. Huyu msichana niliyemwona mrembo, alafu nikafunga naye uchumba, ndio kasani saliti hapa. Ndio maana unapoona kitu mara ya kwanza, usikurupuke. Think twice before you take any action. When you see something for the first insight, don't take any action. Cool down, relax first. Unaweza ukawaza tofauti. Inakuwaje kama Yusufu angekurupuka haraka siku ile na ameshampa na talaka, ondoka zako, alafu bado usiku hujafika ili malaika mwendee? Unachokiona isikupe shida. Mara nyingi tunapoona mambo mara ya kwanza huwa tunakurupuka, hatimaye tunakuja kujuta baadaye. Yusufu angekuja kujuta, lakini kumbuka ile neema ya kuwa baba ya Kristo wa kimwili ama mlezi ilikuwa ni neema kubwa sana. Yusufu alichaguliwa kwa sababu ya mwenye haki yake. Pokea kuwa mwenye haki kwa jina la Yesu. Pokea kuishi maisha ya haki kwa damu ya Yesu. Pokea kuwa mwenye haki ya kutenda mema kwa jina la Yesu. Na kipindi hichi utende mema kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Yusufu alikuwa mtu wa Mungu. Naomba tuwe watu wa Mungu. Naomba tuishi maisha matakatifu. Naomba tueneze injili ya kweli. Tabia ya watu wanayejiita wafuasi wa Yesu imekuwa mbaya kweli kweli. Ukisema wewe ni Mkristo, mfuasi wa Yesu, kila mtu anakuwa macho. Wanasema kabisa uwe macho. Wenye wake zao wanakuwa macho,
wenye waume zao wanafanya nini? Wanakuwa macho. Wenye watoto wao wanakuwa macho. Wenye mali zao wanakuwa macho. Kwa sababu umesema wewe ni mfuasi wa Yesu. Lakini mara ya kwanza wafuasi wa Yesu waliitwa Yesu wadogo wadogo. Mara ya kwanza Wakristo kule Antiokia waliitwa Yesu wadogo wadogo ama Yesu mdogo. Maana ya matendo yao kupitia mtume Paulo na Barnaba. Nasema iko takatifu wa Bwana. Hebu tubadilike. Tabia zetu zizaliwe tena upya. Matendo yetu, ongea yetu, katika kazi zako, hebu badilisha sauti yako. Katika familia yako, badilisha sauti yako. Watu wa Mungu, hatushindi kupitia nguvu tulizokuwa nazo. Tunashinda kwa sababu ya unyonge tuliokuwa nayo. Tunashinda kwa sababu sisi ni vyombo tunavyobeba kile chenye nguvu. Usipombeba Roho Mtakatifu ambao ni mwenye nguvu, huwezi kubeba. Na watu wengi sana wanashindwa vita za kiroho kwa sababu wanakwenda kimwili. Na kusii kuanzia leo usiende kimwili. Na kusii kuanzia leo usiende kimwili hata mara moja. Utakapokwenda kimwili utashindwa vibaya mno. Naomba kuanzia leo hakikisha unakwenda kiroho. Unaishi maisha matakatifu. Unalipa mabaya kwa mema. Maana alipaye mabaya kwa mabaya. Je, mabaya yanatoka nyumbani mwake? Mabaya hayawezi kutoka nyumbani mwako. Ndio maana watu wa Mungu, Ukristo umepiga watu wengi sana cheo. Ukristo umepiga hata Wakristo cheo. Ndio maana kuna wakati mwingine ukiangalia maisha ya wale wa imani nyingine na Ukristo, unakuta wa imani nyingine yani wanatenda mema kuliko hata Wakristo. Lakini utendaji wa mema inatoa taswira kama kweli wewe unastahili kuitwa mfuasi wa Yesu. Niona anayesema anastahili kuitwa mfuasi wa Yesu akipunga akisema haleluya. Sema tena haleluya. Ulishamaliza hapo? Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio. Naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili itimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Umeona sasa? Nimekusomea kwenye Isaya sura ya 7 mstari wa 14, umeona maneno haya. Lakini kwenye Mathayo sura ya 1 mstari wa 23 unaona neno hilo linarudiwa. Maana yake utimilifu wa unabii wa Isaya ilitimia katika wiki ile aliyezaliwa Kristo, katika kuzaliwa kwa Yesu. Watakatifu wa Bwana, tunayo kila sababu ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Na mtu asichanganye kuzaliwa kwa Yesu na ibada za sanamu ama ibada ya miungu mingine iliyokuwepo katika kipindi cha zamani. Ingawa of course vitu kama miti hivi na mapambo haya, mtu mwingine anasemaje? Mtu mwingine anasema bwana, haya mapambo ndio miungu. Nisikilize, hata kwa kusuda injili itahubiriwa, hata kwa mabaya injili itahubiriwa. Kama kupitia mti huu tutaweza kuhubiri injili, iko ubaya gani? Kama kwa kupamba hivi tunamtukuza Mungu na kutangaza fadhili za Bwana, kuzaliwa kwa Kristo, ubaya uko wapi? Ubaya uko wapi? Mbona sisi tunaheshimu sana siku zetu za kuzaliwa, na hizo siku zetu za kuzaliwa hata tutendi mema, wengine tunatenda mabaya. Je, si mara 100 siku ya kuzaliwa kwa Kristo tukumbuka kwa tutenda mema, kwa kufundisha watu? Je, mangapi mengi umejifunza kwa kipindi kifupi hichi ambao tunajifunza kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu? Kuanzia tulivyoanza Jumapili mpaka leo, hata mimi nimefundisha mambo mengi sana ambayo nilikuwa siyajui, na hayo nataka niaweke kwenye maisha yako ili apate kubadilisha maisha yako. Yabadilishe maisha yako kwa jina la Yesu. Yabadilishe maisha yako kwa jina la Yesu. Mtu mwingine anasema, mchungaji, mbona haijaandikwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu? Watu wa Mungu, habari ya kuzaliwa kwa Yesu imeandikwa.
Kama Yesu alisema hivi, katika kumega mkate wafanye vile kama kumbukumbu yake. Kama tunakumbuka kumega mkate, ipo shida gani kukumbuka kifo chake? Iko shida gani kukumbuka kuzaliwa kwake? Maisha ya Yesu yote kuanzia kutabiriwa kwake, utungaji wa mimba ndani ya tumbo la Mariamu mpaka kuzaliwa kwake, kila kipengele inayo mahusiano na wewe, na ukiomba nayo vizuri unapata matokeo mazuri. Sasa hebu nikuonyesha kuwa Biblia imebeba birthday, siku ya kuzaliwa kwa watu. Hebu tuende kwenye 41 Mwanzo. 41 Mwanzo. Naweza kuanzia mstari wa 8 na 10. Tuone. Hiyo ni Agano la Kale. Habari ya kuzaliwa kwa mtu. Sherehe ya kuzaliwa kwa mtu. Sio kuzaliwa tu kwa mtu, sherehe. Ili mtu anayekuchezea umkate ngebe kwa kumwambia watu walisherehekea kuzaliwa kwao. Hata kabla kwa Yesu, baada ya Yesu. Nasoma Mwanzo sura ya 40 mstari wa 20. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake. Anzia juu kidogo dada Suma, ili tuone kwa nini. Kwa nini siku ya kuzaliwa kwa Farao ni muhimu, inayo muunganiko na habari kubwa sana. Anzia juu. Mkuu wa ukaji alipoona. Nianzie sura ya kwanza. Nani mstari wa kwanza? Bila shaka. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na muukaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Mnyweshaji na muukaji wakamkosa bwana wao. Umeona? Swala la hakuna mtu yuko juu ya sheria. Hata waliyemtumikia mfalme walipofanya makosa, walitupwa wapi? Walitupwa gerezani. Mnyweshaji na muukaji walipomtenda makosa Farao, aliwatupa gerezani. Lakini wakati huu Yusufu naye alitupa gerezani, lakini kwa swala la nini? Swala la kubarikiwa, swala la kusingiziwa. Najua umesingiziwa mengi sana, lakini kama ukutenda yapitia hayo unayopitia kwa amani, maana pako njia hapo yanayekupeleka kwenye hatima njema. Anayekusingizia anayo kusudi maalum kwenye maisha yako. Wanayekusingizia, wanayetaka kukuua, wanayetaka kutendea mabaya, wameunganishwa kwenye maisha yako wakiwa na kazi maalum. Hao ni ngazi, hao ni vivuko vinavyokuvusha na kukufikisha kwenye hatua nyingine. Sema asante Bwana, asante Bwana kwa ajili ya watesi wangu. Kwa ajili ya watesi wangu. Umeona, Daudi alimshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Watesi wake. Kama si watesi wa wengi, sisi tungekuwepo nyumbani mwa Bwana. Kama si watesi wetu, tusingemjua Mungu. Wengine watesi wetu ndio chanzo cha sisi kupokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na wengi wenu najua kabisa ya kuwa mmemkimbilia Yesu kwa sababu ya watesi wenu. Ukimkuta mnunulie soda Krismasi kwa jina la Yesu. Mkaribishe chakula Krismasi kwa damu ya Yesu. Mpelekee bonge la zawadi kwa jina la Yesu. Maana unapompelekea zawadi, sisi naye Bwana Mungu alitupenda pamoja na dhambi zetu zote, pamoja na mabaya yote tuliyomtenda Mungu, bado akatoa bonge la zawadi kwetu. Akatoa mwanae wa pekee ili aje azaliwe duniani, afanyike kuwa fidia, awe ni zawadi ya kwetu ya kutuokoa sisi. Ndio maana hebu mfanyie adui yako surprise. Fanyia watesi wako surprise. Wapelekee zawadi kama njia ya kuiga Mungu Baba alivyotoa zawadi kubwa kwa wale watenda dhambi ambao ni sisi. Kama tuko pamoja, punga na kusema haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya.
Ukijua ukweli itakuweka huru. Usisherekee Krismasi pasipo kujua maana yake. Why should you celebrate Christmas without knowing the meaning of Christmas? It is very pleasing if you celebrate Christmas while you know very well the meaning of everything. Knowing very well the meaning of everything, this makes it to be a very special Christmas to you. Christmas ya mwaka huu hiyo ni maalum kwetu kwa sababu ya mambo mengi Mungu ameyafungua pale hakufungua mwaka jana ama miaka iliyopita. Na Mungu anatumia sana wanagizo kwenye habari ya Krismasi. Maswali mengi yanayosumbua watu, Mungu amekuwa akiyajibu kupitia sisi. Jipe moyo mkuu, chukua nafasi yako. Eneza habari njema ya ufalme wa Mungu. Umeona malaika wakatangaza wakasema, ninawaletea habari njema ya Mwokozi mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Kama ilivyo jana kufurika, uwe hivyo kwa jina la Yesu. Uchumi wako iwe ni mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Toa zako mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Afya yako mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Katika mji wa Daudi jinsi alivyozaliwa mkombozi, azaliwe katika maisha yako kwa jina la Yesu. Zaliwe katika toa zako kwa damu ya Yesu. Zaliwe katika mifumo ya mwili wako kwa jina la Yesu. Hebu endelea kusoma. Farao akawaghadhabikia makida wake wawili, mkuu wa mnyweshaji na mkuu wa ukaji. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Ndio. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Umeona Yusufu pamoja nyumbani kwao alionekana kama ni kiongozi. Baba yake alitoka kumpenda, naye alimletea baba yake taarifa ya mabaya waliyotenda ndugu zake kule kwenye malisha mwa machungu. Lakini umeona Yusufu alipouzwa kule kwa mkuu wa jeshi wa Misri, bado akapata kibali cha kuwa kiongozi wa nyumba ya yule akida. Bado alipotupa gerezani, uongozi ukamfuata kule kule. Uongozi huo ukamfuata kule kule gerezani, na hatimaye kisingizio ikawa ni ngazi ya Daudi kwenda kuwa kiongozi mkubwa Misri. Wanayekusingizia wala wacheke wafurahie, wanayekutendea mabaya wafurahie, maana hao ndio njia ya mwakani kwenda kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Hao ndio njia ya kukufikisha hatima nyingine kwa jina la Yesu. Soma. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mkaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Hebu muulize mwenzako, je, ndoto uliyoota kwa kipindi hichi cha kuzaliwa kwa Kristo umeikumbuka na umeandika chini? Naona hapo sauti zinatoka kama zinafungwa maana. Kila mtu na ndoto yake na tafsiri yake. Hebu wana jinsi watakatifu wa Bwana. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ndoto imetumika sana ili Mariamu ndoa yake ama uchumba wake usivunjike. Mungu alimtuma malaika Gabrieli katika ndoto ya Yusufu. Ndoto, Mungu anatumia ndoto jinsi na ibilisi anatumia ndoto. Ndoto zetu zinaweza zikatumika kwa ajili ya faida yetu. Watakatifu wa Bwana, ndoto za wale wanyweshaji na waokaji, watu wa Mungu, ilibeba maana ya yale aliyekuwa anakuja mbele yako. Ndoto zako zimebeba mema ama mabaya yaliyopo mbele yako. Shida ni unapuuzia ndoto zako. Sema kuanzia leo, sitapuuzia ndoto zako. Nitatafuta tafsiri ya ndoto zako, maana Bwana ndiye atafsirie ndoto. Mabaya katika ndoto, katika wiki hii, wiki ya amani, na yabatilisha ndoto zote za mabaya. Ndoto zote ziwe mema kwangu, zilete habari njema, kama kupitia ndoto ya Yusufu, ndoa ya Mariamu iliokolewa. Katika ndoto ya Yusufu na mamajusi, mtoto Kristo akaokolewa na watesi wake. Watu wa Mungu, hebu pata picha.
Kwenye habari ya kuzaliwa kwa Yesu tunaona ndoto. Je, unachukuliaje umuhimu ndoto zako? Mwingine anasema mchungaji, usiongea habari ya ndoto bwana, ndoto inahusiana na habari ya nguvu ya giza. Nisikilize. Ndoto imebeba taswira ya maisha yako. Ndoto imebeba lugha ya Mungu na wewe. Ndoto imebeba hatima yako. Ndoto imebeba yani mabaya yanayokupata, umeshafunuliwa kwenye ndoto. Lakini naona watu wengi wamesahau ndoto zao hapa, hawafanyii kazi. Turudi kwenye ndoto zetu. Hebu pata picha. Kilichomuinua Yusufu na kumweka kuwa yani naibu wa mfalme wa Misri ilikuwa ni ndoto ambayo Mungu alimtumia kutafsiri. Pokea neema ya kutafsiri ndoto kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kukumbuka ndoto zako na kujua tafsiri zake kwa jina la Yesu. Utatafsiri ndoto zako na kuzifanyia kazi vizuri. Kama umeshindwa, nenda kwa mwingine. Mnyweshaji na mwokaji hawakuweza kutafsiri ndoto zao, lakini kiongozi wao kule gerezani alikuwa na uwezo wa kimungu na akawatafsiria. Hebu sikiliza hapo. Wakaota ndoto hili, kila mtu ndoto yake siku moja, kila mtu katafsiri ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri walifungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akaona amefadhaika. Akauliza maakida Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana wewe kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini niambie. Tafsiri ni kazi ya Mungu, lakini aambiwe. Maana yake Mungu alitafsiri ndoto ya mnyweshaji na mwokaji kupitia Yusufu. Ndio maana hata mimi Mungu hutafsiri ndoto kupitia mimi, lakini nikiongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndani yako akupe uwezo ya kuweza kutafsiri ndoto kwa jina la Yesu. Uwe na uwezo wa kutafsiri ndoto yako kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, ndoto ni muhimu sana. Hebu sikiliza hapo ili uone umuhimu wa ndoto. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema. Unikumbuke mimi utakapopata mema. Nitakapopata mema nitakukumbuka kwa jina la Yesu. Utakapopata mema wakumbuke na wengine kwa jina la Yesu. Kuna watu wengine wakipata mema hata ndugu zao hawawakumbuki. Yusufu amemsaidia kujua atarudishwa kazini, lakini kwa sababu atakuwa anamweka yani anamnywesha mfalme, anamwambia nikumbuke, maana hapa nimesingiziwa, kwanza nimechukuliwa nini utumwani. Alimkumbuka. Watu wa Mungu, tuwakumbuke wengine tunapopata mema. Sema kuanzia leo, Mungu atakaponifanikisha nikapata mema, nitakumbuka wengine, nitakumbuka wote, na Roho Mtakatifu aniwezeshe. Ni ngumu sana unapoanza sasa kutembea ndani ya mfindi, jua unaisikia jua tu kwenye bomba. Watu wengi sana wanasahau. Mtu mwingine anapofanya nini? Mtu mwingine anapoanza kula vizuri anaanza kujisahau sasa. Mtu mwingine anapoanza kunywa maji ya wazungu, yani maana yake soda kila wakati, anaanza kusahau wengine. Usisahau wengine. Ulikuwa unakunywa maji ya mataputapu juzi wewe hapa. Leo hii unaanza kunywa maji yaliyopimwa, unaanza sasa kusahau wengine. Usisahau wengine. Malizia hapa.
ukanifanyie fadhili na kuomba ukanitaji kwa Farao kwa kunitoa katika nyumba hii, kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa wakaji alipoona kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika na alikuwa katika ndoto yangu, na tazama, ziko nyungo 3 za mikate meupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna chakula kwa Farao, kazi za mkaji. Ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii, nyungo 3 ni siku 3. Baada ya siku 3 Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege atakula nyama yako. Ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwake Farao. Siku ya kuzaliwa kwake Farao, si eti Farao eti siku hiyo ndiyo alizaliwa. Ina maana yake ilikuwa ni siku ya birthday yake, ilikuwa ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Farao. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo pana sherehe ya mtu kusherekea kuzaliwa kwake. Ndio maana watakatifu wa Bwana, swala la birthday iko kwenye Biblia. Tunayo kila sababu ya kusherekea birthday ya Yesu. Tunayo kila sababu ya kusherekea kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwa Yesu, na hakuna wa kutunyoshia kidole, wala na sisi hatuhitaji kumnyoshia siye sherekea kidole. Amina, mtu wa Mungu. Tusherekee kwa kumtukuza Bwana, kwa kumkumbuka Bwana, kwa kueneza fadhili za Bwana. Na mimi nasema mengi yanakwenda kuibuka mema kwenye maisha yako kwa kipindi cha sherehe kwa jina la Yesu. Amen. Tujifunze kwa wana wa mataifa wana maarifa kuliko wana wa nini? Wanuruni. Amina. Hebu sasa nikuonyeshe kwenye Agano Jipya sehemu ambayo imetajwa kuzaliwa kwa mtu, siku ya kuzaliwa kwa mtu. Soma Mathayo 14. Anzia mstari wa 1 mpaka 6, alafu taruko utasoma Marko 6:21. Hili ni ombe na siku ya Jumamosi na Jumapili. Nasema hivi. Mathayo 14 anzia mstari wa 1. Wakati ule Mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyo ndiye Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia si halali kwako kuwa naye. Na alipotaka kumuua aliogopa watu, maana alimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode. Ilipofika sikukuu ya kufanya nini? Ya kuzaliwa kwake Herode. Sasa Herode ni nani? Herode ni raia ya Kristo. Je, tukiwa na sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, iko shida gani? Mtu asikuzuie kusherekea kuzaliwa kwa Kristo. Kama siku ya kuzaliwa kwa Herode ilikuwa ni sikukuu na sherehe imekuwepo, mimi nayo birthday yangu. Umeona? Kwa nini sisherekee? Labda niwe busy, lakini hakuna wa kunizuia kusherekea. Ndio maana tunayo kama familia ya Kristo, sisi wa Kristo tunayo kila sababu ya kupata kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tukiwa tumebakisha siku, tuseme siku 2. Maana tumeanza tarehe 23 tangu jua lilipokuwa linazama. Watu wa Mungu, nimefanya utafiti. Siku ya tarehe 25 hakuna miungu iliabudiwa ama siku yao ilisherekewa tarehe 25 Disemba. Na watu wa Mungu, kwa mahesabu Roho Mtakatifu aliyetusaidia siku ya Jumapili, tunayo kila sababu ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu mwezi wa 12 na tarehe 25. Nasema hivi, cha msingi sio kuzaliwa kwa Yesu Kristo tu, lakini azaliwe katika moyo wako, azaliwe katika maisha yako. Na inawezekana yale mabaya yaliyokutesa yakapata kuondoka na jambo jipya ikazaliwa kwako wakati huu wa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo. Mimi nataka niombe kama kuna mtu mwenye swali haraka. Nataka niombe, najua yapo maswali mengi sana yanayohusu habari ya Christmas. Wengine nasema
haitakiwi sijui tutumie neno Xmas, Xmas ama Xmas. Nisikilize, watu ambayo Ukristo iwahusu wanajaribu kutaka kutufarakanisha, kutuchanganya. Watu wa Mungu, mimi kila kitu nafanya utafiti. Tunayo kila sababu ya kutumia neno Christmas ama Xmas kama abbreviation, maana yake ufupisho wa neno Christmas. Nilisema mwanzoni ya kuwa kwenye Agano Jipya iliandikwa kwa lugha ya Kiunani, the Greek. Agano la Kale iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Sasa neno Kristo, Christ, kwenye lugha ya Kiunani ni expiorok. Expiorok. Hiyo nukta ya kwanza X ikiwa sawa na neno X ya nini? Ya Kiingereza. Ndio maana nasema hivi watakatifu wa Bwana. X kwa sababu ni neno la Kigiriki ya kwanza ya jina Kristo. Ndio maana waliweza kufanya ufupisho ya Xmas, watakatifu wa Bwana. Kuna umeona nchi yetu ni Tanzania, lakini tunaweza tukaifupisha tukasema TZ. Nchi URT. URT. Okay, Republic of Tanzania. Of course, bila shaka. Hiyo ni kwa Kiingereza inaenda vizuri. Umeona Uingereza inajulikana kama UK, United Kingdom, Marekani inajulikana kama USA, United States of America. So takatifu wa Bwana, mtu asiandike mambo yake na kutaka kutuchanganya ili tu usiwe na ladha ya kusherekea kuzaliwa kwa Kristo. Lengo langu ni kusudi la Mungu itimie ndani yako kwa wewe kujua Biblia. Mimi ukijua Biblia najua huwezi kushambuliwa. Najivunia neno la Mungu. Najivunia neno la Mungu, ndio maana nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Yesu ni Bwana. Amina. Naweza nikaomba? Ninaomba. Baba, natukuza jina lako kwa kuwa wewe ni mtakatifu na Mungu mweza wa yote. Hakuna aliyetafuta uso wako asiuone. Aliyekukimbilia wewe akabaki jinsi alivyo. Nasi tukiwa katika wiki ya kusherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, palikuwa na uhitaji ya baba kuzaliwa kwa baba mkombozi, maana dunia ilipotea, dunia ilitoka baba wa rehema. Lakini kwa kuzaliwa kwa Kristo Yesu sisi tukapata baba wa rehema, kukombolewa Bwana, kuzaliwa kwake tena katika ulimwengu wa kiroho, itokee katika nafsi zetu, roho na mwili, maisha yetu, chumi wetu, familia zetu. Baba, mifumo ya miji yetu ipate baba wa rehema kuzaliwa Kristo ndani ya baba, mifumo ya mwili wetu tuzaliwe baba pamoja naye, mwanzo mpya katika nafsi, roho na mwili, afya zetu, hatima yetu, hatua zetu, mikono yetu. Na Baba, utulinde na kutuepusha na ajali za hapa na pale. Baba wa rehema, barabara zote, damu ya huyu mtoto aliyezaliwa kwa kipindi hichi miaka mingi iliyopita ipate kusambaa katika barabara zote, katika anga, makusanyiko ya maji na majumbani, na tukifunga ajali zote, tukipata Baba kusherehekea kwa salama na amani, tukiwapa watu zawadi, tukipokea zawadi Baba, kuendeleza upendo uliokuwa nayo Mungu wetu, ukapata kupenda ulimwengu hata ukatoa zawadi ya mwanao pekee, ili apate kuzaliwa akivaa mwili wa kibinadamu, naye atapata kufanya kazi ya ukombozi wetu. Ninatukuza jina lako kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye ametufundisha yote hayo na kuendelea kutufundisha, na iwe shwari kuu kuanzia sasa, katika jina la mtoto aliyezaliwa Bethlehem na mtu mmoja sema amen. Basi jina la Bwana libarikiwe sana. Kama una maswali